Maandalizi yetu dhidi ya mechi yetu ya kesho tayari yamekamilika 100%, na tumejitayarisha. Tunajua mwenendo wetu sio mzuri sana, walakini na sisi pia tuna haja na tuna ari ya kutafuta ushindi katika mechi yetu ya kesho. So mambo yote ambayo yanastahiki kufanyika yashafanyika, na hapa tunasubiria tu vijana waende wakatekeleze haki kwa mechi ya kesho. Sawa, nikaribishe maswali kwa mwalimu kuelekea mchezo wa kesho. Mwalimu, unakutana na Dodoma Jiji, timu ambayo imezidiana alama 2 tu katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Ushindi dhidi yao inawezekana ikawa ni nafasi yako wewe kumshusha pale alipo na wewe kupanda juu zaidi. Labda hili linaweza likawa chachu zaidi kuelekea mchezo wa kesho. Aswa hilo ndio dhamira yetu kubwa, manake mechi zimekuwa ni ngumu na kila mechi ambayo unakutana nao ni umuhimu utafute pointi. So mimi naamini kwamba vijana wetu watatendea nafasi hiyo haki, tutafuta pointi 3, tuboresha nafasi tuliyoweka katika jadwali. Hamjakuwa na msimu mzuri sana kucheza katika viwanja vya nyumbani, nikimaanisha mmekuwa mkihama kutoka uwanja mmoja kwenda uwanja mwingine na sasa mnatumia uwanja Azam Complex. Hii ina faida kiasi gani na hasara kiasi gani kwako kama mwalimu na kwa kikosi kwa ujumla? Kiukweli ina hasara kubwa, manake siku zote au sema mcheza nyumbani utunzwa. Sisi mechi zetu zote ni za ugenini, walakini vivyo hivyo inabidi tupambane popote pale tupo, tutafute alama 3. Zungumza na mashabiki wa Mtibwa Sugar ambao wanatamani kusikia neno zuri kutoka kwako kuelekea mchezo wa kesho. Ni kuomba tu waje watushangilie, tuseme kwamba yaliyopita si ndwele, tuje tugange yanayokuja. Tunaamini kwamba kesho itakuwa tena ni mwanzo mpya kwetu. Kama kuna update yoyote ya kikosi kwa upande wa wachezaji, majeraha ama vinginevyo kwa mchezaji anakosekana kwenye mchezo wa kesho kwa sababu kiukweli sote tuko wima, wote wako tayari, hakuna mtu atakosekana. Ni maamuzi tu ya mwalimu ndio itaamua nani anacheza, nani atabaki nje. Asante sana. Shukrani. Nitakia kila la heri kwa mchezo wa kesho. Inshallah. Wenzako tueleze namna ambavyo nyinyi kama wachezaji mpo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Awali yote tunapenda kushukuru Mungu kwamba wachezaji wote tupo kwenye hali ya morali kuelekea mchezo dhidi ya Dodoma. Naamini mchezo wote utakuwa mwepesi na tutafanya vizuri kwa sababu mechi iliyopita tayari tushapoteza, ishapita. Ila tutajipanga dhidi ya mechi na Dodoma na mimi nitafanya vizuri. Sawa, nikaribisha maswali kwa mchezaji. Amezungumza hapa mwalimu namna ambavyo yeye amekiandaa kikosi chake kuelekea mchezo wa kesho. Labda nyinyi kama wachezaji kuna hili gap la alama kati yenu na Dodoma Jiji. Alama 2 tu. Inawezekana ushindi dhidi yao kesho kuna maanisha mnatoka pale mlipo na kusogea juu yao zaidi. Nyinyi kama wachezaji hili mmeliona na mnalifanyaje kazi kuhakikisha kwamba mnatoka hapo mlipo kusogea mbele zaidi? Kikubwa msimamo wachezaji tunaangalia mara kwa mara. Sehemu tuliokuepo sio sehemu salama. Tupo nafasi ya 12 sasa, ya 11. Tuna pointi 23. Kikubwa wachezaji wote tunahamasishana kuendelea kufuatilia msimamo wa ligi na tuendelee kupambana, tutoke pale tulipo tuende juu zaidi. Kwa hapo mlipo na vile ambavyo mnazungumza kama wachezaji, mnautazamaji ligi kuu ya NBC msimu huu 2025 2026? Ligi ni ngumu, ligi ni marathon, ligi ni ngumu kwa sababu sisi wenyewe tushafika hadi nafasi ya 4 lakini sasa hizi tupo nafasi ya 11, sio nafasi nzuri. Ila ligi ni ngumu. Mashabiki wa Mtibwa Sugar wategemea nini kwenye mchezo wa kesho? Wajitokeze kwa wingi tu, sisi na mimi tutafanya vizuri. Shukrani sana na kila la heri. Shukrani. Sasa mwalimu mkuu wa kikosi hicho Amani Josia, naye kwa niaba ya kikosi chake kutuambia namna ambavyo wao kama Dodoma Jiji wapo tayari kuwakabili Mtibwa Sugar hiyo kesho katika uwanja wa Azam Complex saa 2:30 za usiku. Karibu sana mwalimu. Tunatamani kusikia kutoka kwako kwa upande wa benchi la ufundi, maandalizi ya kikosi chako kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Mtibwa Sugar. Nashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kwa kutufikisha siku hii salama, lakini pia kuwa hapa kwa niaba ya timu yetu ya Dodoma Jiji. Nakuja kuelezea maandalizi yetu. Nafikiri kwa kwanza nizungumzie ugumu wenyewe wa ligi kwa mahali ulipofika, ndio nao tufanya tujiandae vizuri. Ligi imefika katika wakati ambao ni mgumu zaidi kwa kila timu, hususan ni raundi hii ya mwisho ama kwenye phase ya 3 ya ligi. Kila timu inataka kubaki, kila timu inataka ku maintain position nzuri. So tunakutana na timu ambazo ziko katikati. So nafikiri tunapaswa kufanya vizuri na tumejiandaa vizuri kuanza kwenye kiwanja cha mazoezi
Nadhani last match tulikuwa too closer, kwa maana kwamba tulikuwa katika performance nzuri ambayo tungeweza kuondoka na ushindi. So ile ni chachu ambayo nafikiri tumeingia nayo mazoezini na kuelekea kwenye mechi hii. Approach ya mechi hii nafikiri ni kujaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukaishinda mechi hii. Tunaelewa strengths ya mpinzani wetu ambayo tunaenda kucheza naye, ni moja ya timu ambazo ni nzuri sana. Wanafanya vizuri katika maeneo fulani na katika aspect fulani. So tunapaswa kuwaheshimu katika hilo. Lakini pia kwa analyze ya kwetu ambayo tumeifanya kwa weakness ambayo ipo, basi tunapaswa kuifanyia kazi tuone kama inaweza kutulipa matokeo kwenye mechi hii. Kwa hiyo kila kitu, wachezaji wako tayari, walimu wako tayari, lakini pia na kila mmoja ambaye anahusika kwenye mechi hii yuko tayari. Sawa, nikaribisha maswali kwa mwalimu kama yapo. Mwalimu, nitoka kumuuliza swali hili ambalo nakuuliza wewe mwalimu wa Mtibwa Sugar kwamba wanao nafasi wakishinda mchezo dhidi yenu wanapanda kutoka pale walipo kukaa juu yenu. Nyinyi kama benchi la ufundi nadhani hili mmeliona, na labda tutegemee hili gepu la alama likawa chachu kubwa zaidi ya mchezo kwa mzuri kuelekea mchezo huo. Muhimu ni confidence iliyoko kikosini, kwa sababu hakuna mechi ambayo nakutana nayo nyepesi. Nadhani last match pia kulikuwa na situation ya namna hiyo, kwa maana ya timu ambayo tulikuwa tunacheza nayo ilikuwa the same situation. Kwa hiyo pia tunakuja kukutana na Mtibwa, lakini tunajua kwamba wanakuwa na uhitaji. So hiyo si issue sana, lakini muhimu tunachokiangalia ni namna ambavyo mawazo yetu yanavyoweza kutuelekeza uwanjani tunaenda kushindaje. So baada ya kushinda nafikiri kila kitu kitakaa vizuri. Tunatamani huenda hata labda matamania kila mechi ni kuwa juu ya pale, lakini kuna muda unakutana na ugumu, kuna muda mechi inakuwa iko level kwa maana ya sare, unakutana na udhaifu kidogo unautumia, then una jump point 3. Kwa hiyo kila kitu tunakifanya kwa ajili ya maandalizi ya namna hiyo, kwa ajili ya kupata hizo point 3. Sawa, swali jingine kwa mwalimu kama lipo. Mwalimu, mnakwenda kucheza na kikosi ambacho wao wanasema hawana home advantage, kwamba wanacheza katika mara zote wanacheza katika uwanja ambao wao wanaamini ni uwanja wa ugenini. Kwako kama mwalimu kucheza na timu ambayo haina home advantage ya mashabiki, inawezekana ikawa ni chachu ama inaongeza ugumu zaidi wa mchezo huu, ama inakupa nafasi ya urahisi au kuweza kushinda? Advantage inakuwepo ni kidogo. Inategemea pia kama wenyewe Mtibwa unajua ni kureflect akili. Mtibwa amecheza mechi nyingi, wako hivyo. Kwa maana yake hiyo hali wameshaizoea, haiwezi kuwa shida kwao. Lakini pia sema hata sisi wenyewe Dodoma Jiji nadhani mechi 2 ama 3 zilizopita zote hatukucheza kwa washabiki wetu. Kwa hiyo nafikiri hali ishakuwa ya pamoja tu, lakini ni advantage kwa timu ngeni, lakini haiwezi kukufavor hivyo. Focus kubwa inapaswa iwe kwenye matokeo, lakini kitu kingine nafikiri ni artificial pitch. Kwa hiyo nadhani katika mechi wao wametoka kucheza katika uwanja wa namna hiyo na sisi tumetoka kucheza katika uwanja wa namna hiyo. Experience ambayo wako nayo Mtibwa sisi tunawachukulia tu, kwa sababu tunapocheza na Mtibwa maana yake unacheza na moja ya timu ambazo ni kubwa, na ambazo tukizungumzia ukubwa wa timu na ni ndani mpaka ya management. Kwa hiyo tunawaheshimu katika hilo. Nadhani itakuwa mechi nzuri kwa maana ya namna ambavyo Mtibwa wanacheza na sisi tunavyocheza. Tutegemee kuona timu ambazo ziko katika level ya kuonyesha burudani kwa watu ambao wanapenda mpira, kwa sababu Mtibwa ni timu ambayo ina possess, si ndio? The same Dodoma Jiji. Kwa hiyo nafikiri hiki itakuwa chakula kizuri cha macho kwa watazamaji wetu ambao wanafuatilia mechi zetu. Kuna mchezaji yoyote anakosekana kuelekea mchezo wa kesho kwa sababu yoyote ile ambayo ipo kwa upande wa timu yako? Kuna mchezaji yoyote anayekosekana, tofauti tu labda anaongezeka Beno. Nadhani faida ni hiyo kwamba baadhi ya wachezaji wanarejea na wanakuja kina Fino alishaanza mazoezi. Kwa hiyo tutegemee kuwa na squad ambayo last match tumetoka tuko salama, na sasa hivi nafikiri wachezaji ambao wamekuja kuongeza nguvu itatusaidieni sisi kuwa na advantage morali kikosini na kimbinu, tuweze kuona namna ambavyo tunaweza tukapply image. Mwalimu, asante sana na kutakia kila la heri kuelekea mchezo wenu wa kesho. Asante. Asante. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama mpaka kufika mahali hapa. Tumeamka salama kwa maandalizi ya mchezo wa kesho. Nipende kusema kwamba maandalizi ni mazuri, walimu wameangalia pale ambapo tuliishia. Tuliweza kudondosha alama 2 kwenye mchezo uliopita, lakini walimu wamefanyia marekebisho yale yote ambayo yalitokea, na wamefanya marekebisho zaidi kuangalia kama tunaweza tukatumia fursa kwa siku ya kesho kuweza kupata matokeo. Sawa, nikaribisha maswali kwa mchezaji kama yapo. Mbele zungumza na mashabiki wa Dodoma Jiji, waeleze ama wakaribishe kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Mtibwa Sugar.
Asante. Kuelekea mchezo wa kesho, mashabiki wa Dodoma Jiji, kikubwa ambacho tunaombeni ni kwamba msichoke, muendelee kutuvumilia, muendelee kutupambania kama mnavyotupambania tukiwa nyumbani, na sasa tuko uwanja wa ugenini. Tunaomba mashabiki wote wa Dodoma Jiji popote mlipo, muendelee kutupambania, msituchoke. Amini kwamba tunaweza kupambana kuhakikisha kwamba Dodoma Jiji inakaa sehemu salama. Kwa hiyo kwa mchezo wa kesho, karibuni sana uwanjani tushuhudie burudani. Mchezo hautakuwa rahisi, lakini tunaamini kwamba kwa gap ambayo ipo, tunaamini tunaenda kupata matokeo katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo msituangushe na sisi hatutoangusha, tutaendelea kuwapambania na nyinyi muendelee kutupambania kuelekea michezo hii iliyobaki, hatimaye tuweze kuibakisha timu yetu sehemu salama. Asante. Shukrani sana na nikutakia kila la heri.